Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mimi mwalimu wako wa neno la Mungu. Naitwa Israel Yoshua Elias kutoka katika shule ya Iyela Sekondari. Sasa nakukaribisha kwenye chaneli yetu ya Iyela Sek Online TV. Pia karibu katika taarifa zetu mbalimbali katika mitandao ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, TikTok, Thread kwa jina moja tu, Iyela Sek. Sasa leo tuende kujifunza neno la Mungu ambalo tutaongozwa na kichwa chake cha somo kikisema tusiipende dunia. Tusiipende dunia ni somo ambalo Mungu ameona niseme na wewe kwa sababu ameona kuna watu wengi ambao hawazingatii maneno ya Mungu, ambao wanapotea katika hii dunia. Wameokoka sawa, wanaenda kanisani sawa, lakini bado wamekuwa ni watu ambao wanaenenda sawasawa na mambo ya hapa duniani, yaani wanaenenda sawasawa na watu hapa duniani. Sasa ni leo, ndugu yangu, msikilizaji wangu unayeniona, kwamba Mungu anataka aseme na wewe kuhusu hili jambo, na mimi natamani nikushauri kuwa usiipende dunia, maana hii dunia inapita. Sisi hapa duniani sisi ni wasafiri na tunatarajia kufika mbinguni. Sasa ukiwa ni mtu ambaye unaipenda dunia, unapenda mambo ya hapa duniani, hauwezi ukaiona mbingu. Nakwambia hauwezi ukaiona mbingu, maana mbinguni wataingia watu watakatifu ambao sio watu ambao wanaigiza wokovu, yaani watu ambao wanamtumikia Mungu katika utakatifu. Ukitazama katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza 2 na ule mstari wa 15, anasema msiipende dunia wala mambo yaliyopo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Nataka nikueleze kuwa Mungu hapa anatuambia kwamba mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Manake wewe kama unaenda kanisani lakini bado matendo yako yanadhihirisha kuwa wewe unaipenda dunia, jua kumpenda Mungu hakumo ndani yako, na utakuwa unaenda kanisani yani kwa kuigiza. Utakuwa unaenda kwenye wokovu ule wa mazoea. Hakikisha uzoelee wokovu. Hakikisha unatembea katika utakatifu ili uweze kumuona Mungu. Maana mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Manake wewe kama unapenda mambo ya hapa duniani, unapenda starehe za hapa duniani, unapenda anasa za hapa duniani, unapenda uzinzi, unapenda ulevi, unapenda ugomvi, yani na mambo mengine mbalimbali, jua kabisa wewe kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Na anasema tafuteni kwanza kuwa na amani na watu wote na huo utakatifu, ambapo pasipo huo utakatifu hakuna mtu atakayemuona Mungu. Manake pasipo utakatifu hauwezi kumuona Mungu. Manake ukiipenda dunia hii hauwezi kumuona Mungu. Mbingu utakuwa unaisikia tu. Unaenda kanisani lakini bado matendo yako ni machafu, hauwezi kaiona mbingu, bali utakuwa unaigiza. Unamuigizia mchungaji wako kwamba mchungaji anaona kabisa huyu ni mtu ambaye tunaenda naye mbinguni, lakini kumbe wewe mbingu umeshaikosa mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka pia nikueleze kuwa kama umeokoka, hakikisha unaacha uovu wako, kwa sababu ukiwa umeokoka matendo yako ni barua. Matendo yako ni barua, tena yanasomwa na watu wote. Sasa wewe ukiwa ni mtu ambaye unaenda kanisani lakini bado ni mtu ambaye unayapenda mambo ya hapa duniani, utaweza kuzuia watu wengi sana kuokoka, kwa sababu wataona matendo yako na ya kwao ni sawa. Hakikisha mtu wa Mungu unatembea kwenye wokovu. Na katika Timotheo anasema, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama katika amri hii, kila alitaje jina la Bwana na aache uovu wake. Na nasema kwamba kama wewe unamtumikia Mungu na unatamani kufika mbinguni, hakikisha unaacha uovu wake. Maana Mungu amesema kabisa, kama unalitaja jina la Mungu, hakikisha unaacha uovu wako. Manake haitakiwi kabisa wewe ni mtu ambaye unaenda kanisani na unamjua Mungu kabisa, unamjua Mungu wa kweli, lakini bado uovu upo ndani yako. Yani manake unakuwa na michanganyo. Mungu apendi na hawezi ukaiona mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na amesema kila ambaye ni rafiki wa hii dunia, huyo mtu ni adui wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama katika kile kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 4, anasema enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila
rafiki wa dunia hujifanya adui wa Mungu. Anamaanisha kuwa enyi wazinzi, sio wazinzi tu, Bwana Yesu asifiwe, sio wazinzi tu, bali kuna dhambi mbalimbali. Angeweza kusema enyi walevi, enyi walevi, enyi wazinzi, watu mbalimbali ambao hawampendezi Mungu, ambao wanafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Angesema hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Maanake ukitengeneza urafiki na hii dunia, maanake wewe unatengeneza uadui na Mungu. Yaani ukitengeneza urafiki na hii dunia, yani kimatendo, matendo yako yanaweza yakadhihirisha kuwa wewe unaipenda dunia, na ndipo ambapo unaweza kutengeneza uadui na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaweza kutengeneza uadui na Mungu, maanake wewe utakuwa umetengeneza urafiki na dunia, maanake utakuwa umetengeneza urafiki na shetani, na shetani atakupepeta kama ngano, na shetani atapelekesha maisha yako. Wapo watu wengi ambao wanalalamika kwamba Mungu amewaacha. Mungu hajawahi kumwacha mtu, bali mtu ndiye anayemwacha Mungu, na mtu huyo anaweza akamwacha Mungu kimavazi. Mavazi yako hakikisha yanaudhihirisha ule utakatifu. Hauwezi kuwa umeokoka lakini mavazi yako bado ni mavazi ambayo yanaendana na watu wa hii dunia. Mavazi yako hakikisha yanadhihirisha utakatifu. Mavazi yako yatangaze neno la Mungu. Mavazi yako yahubiri. Kama wewe ni mwanamke, hakikisha unavaa mavazi ya kusitiri. Na ukitazama katika Kumbukumbu la Torati, amesema mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke. Anamaanisha kwamba mavazi ya kiume yanaeleweka, mavazi ya kiume yanaeleweka pia, na mavazi ya wanaume yanaeleweka, na mavazi ya wanawake yanaeleweka. Hakikisha wewe kama mwanamke unayejitambua na uliyepo katika wokovu na unaojua thamani ya wokovu, hakikisha unakuwa vizuri kwenye swala la mavazi. Kwa sababu gani? Mavazi yanahubiri. Mavazi yale unayoyavaa kila siku huwa yanahubiri. Mtu anaweza akaokoka kupitia mavazi yako. Hakikisha unavaa mavazi ya kukusitiri ili watu wakutambue kuwa wewe ni mtu wa ufalme wa mbinguni. Wewe ni mtu ambaye haupo sawasawa na hii dunia, maanake hauipendi dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitazama pia katika Petro wa kwanza 4 mstari wa 2 anasema, tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Maana yake anasema tangu sasa tusiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, tusiendelee kuishi kwa kufuata mambo ya hapa duniani, kwa kufuata anasa za hapa duniani, bali tujue ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu, bali tutembee kwenye mapenzi ya Mungu kwa wakati wetu uliobaki hapa wa kuishi hapa duniani. Maana sisi tuna wakati mchache sana wa kukaa hapa duniani, yaani sisi hapa duniani ni wasafiri, na ndipo Mungu anasema tusiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, tusiendelee kuishi katika mambo ya hapa duniani, maana sisi tunatarajia kufika mbinguni. Na kushauri na wewe mtazamaji, msikilizaji wangu, hakikisha unatembea kwa kumfuata Mungu, maana wakati tuliobaki nao wa kukaa hapa duniani ni mchache mno. Dalili zote zilizotabiriwa kwamba siku za mwisho zimekaribia, zote zimeshatimia. Matetemeko, vita mbalimbali tunasikia, matetemeko mbalimbali tunasikia, na dalili nyingi sana ambazo zipo, ambazo Mungu aliweza kuzisema, aliweza kutabiri. Na sasa anakuambia hakikisha hauipendi dunia, hakikisha hautembei katika mambo ya hapa duniani, maana amesema msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu kwa wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Wakati duniani hapa tuna muda mchache sana wa kukaa. Sasa ukijichanganya na mambo ya hapa duniani, utakuta tayari Yesu amesharudi na unabaki. Na kushauri msikilizaji, na kushauri mtazamaji, hakikisha hauipendi dunia. Unaweza ukaipenda dunia kulingana na mavazi, kama nilivyokuambia, kulingana na mavazi yako yanaweza kadhihirisha kwamba wewe unaipenda dunia. Pia kuna watu huwa wanakataa ukweli, yaani mtu unaweza ukamueleza kuhusu jambo, tena ni jambo zuri, lakini anakataa ukweli. Bora uonekane kuwa ni mshamba kwa watu hapa duniani, lakini katika ufalme wa mbinguni wewe una akili. Bwana Yesu asifiwe sana. Bora uonekane kwa wanadamu hapa kwamba wewe ni mshamba, na ndio maana nimesema mwenye dhambi akikushawishi wewe usimkubali. Anamaanisha hivi, marafiki zako, ndugu zako wanaweza kukushauri kufanya dhambi fulani, lakini wewe usiwakubali, maana wewe ni mtu wa ufalme wa mbinguni. Hakikisha unatembea katika mapenzi ya Mungu. Penda ukweli, penda kuambiwa ukweli. Hata ukiwa kanisani kwako
kuna vitu shangaa, rafiki yako ambaye mnasali naye anakuambia, lakini wewe hutaki kuelewa. Unaona kuishi katika mambo ya hapa duniani, unaona kutembea kwenye mambo ya hapa duniani, unaona ndo akili, unaona ndo ujanja, kumbe ndo upuzi, kumbe ndo upuzi. Manake wewe kama mtu uliokoka, hakikisha unatembea katika utakatifu, hakikisha unatembea katika utakatifu, na katika huo utakatifu ndipo utakapomwona Mungu. Pia unaweza ukaipenda dunia kulingana na swala la utoaji. Kuna watu wanaambiwa kutoa zaka, unaambiwa kutoa zaka, lakini hautaki fungu la 10, hautaki kutoa fungu la 10. Unadhani utafika mbinguni kweli? Haiwezekani, maana amesema wezi wote watatupwa katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Sasa wewe ukila ile zaka, ukila lile fungu la 10, maanake unakuwa umemuibia Mungu, na wezi wote watatupwa katika ziwa la moto. Hakikisha mpendwa, hautembei sawasawa na mambo ya hapa duniani. Hakikisha hauipendi dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu akubariki sana msikilizaji. Mungu akubariki sana mtazamaji. Mungu akubariki sana. Asante kwa kunisikiliza. Pia unaweza ukatuona katika mitandao. Hakikisha unafuatilia ili kuzipata taarifa zetu nyingi zaidi. Amen.